but they had no money. And then this Turkey man called Saint Nicholas was able to give presents and dropped gold in the stocking. Hii tradition kabla ifike ku Europe ilianzia America. America ndio ilianzia huyo mu 19th century. Kulingana na history za kwenye walianza kumcelebrate. Kwa hiyo alikuja wakati tunasema ku Turki sasa ni hapo kisha wakati wa vita ya Deuxième Guerre mondiale. Ya wakati dunia yote ilifanya vita, hapo njo anaanza kukuja sasa ku Europe. Wanaanza kuadopte hiyo mila. Ndio hiyo historia unafika hapo sasa ya Uturki nini. Watu wanaanza kuabudu njo mtu, wakafanya miungu yao. Kwa njia ambayo mchungaji anatoka kuwaelezea pale. Kwa hiyo yule man hata ile chapeau ile manguo ambayo watu wanatumizia ile. Sio tradition ya Wakristo wanaweza kuwakengia ndani. Mnisameni niwaambie vile. Ile manguo ya yule man ni tradition ya ule mtu anayeabudiwa yule man, wa hii tradition ya mila ya kipagani. Mimi mtoto wangu hawezi vala ile chapeau. Na wewe sikushaurie kwamba mtoto wako mpatie ile chapeau, hapana. Kuna watu weko Afrika hawajuake haya na hawana hii ufunuo. Lakini ni usomi ambao tumefanya. Tumefanya dini hapa ku Europe. Nimesomea dini America. Niko na diploma ya teolojia ya American. Na hii wakati wako wanatuelezea haya mambo nilishangala. Na ni Afrika nilikuwa siyajue. Sababu teolojia tulifanya Afrika, Bible school tulifanya Afrika, haikutufungula macho. Ndio maana Wakristo wengi, wachungaji wengi Afrika weko ndani ya upotofu sababu ya kutokujua kweli. Kwa hiyo hata ile mamila, unaona ukisema ukichukia shetani, utavana viatu yake, utavaa nguo zake. Kama huyu mtu iko occultist, kama iko mchawi, kama iko miungu, ukivana nguo zake, ukitembea kama vile yeye, ukijifanya mfano wake, unamwabudu pia yeye. Kwa hiyo haupaswi mtoto wako hapaswi kuvala hata ile manguo yake. In Germany, in Holland, they call this Christ. So they are looking at what's it before they go back for that name. But in all was that this is not a true Christian concept, but it's a devil that was promoting its own way to make sure that they make sure that the world will turn their view or their focus from real way of worshiping God to worship this is St. Claus or Father Christmas, is others as it's called in other places, or in Denmark, and their clothes they wear on advertisement of Coca-Cola, and everything they did was just promote so that they can make it known. So as also I did it, as the pastor said, he did it in theology, some theology courses he did it from America and Africa. In Africa, was not taught about this, but when he came and did theology from America, he discovered that this is what was needed, that people don't have that. That's why many pastors in Africa, they don't know about it. They participate in it, they take it as it is, because any person puts on the costumes of the Yulimen, wears like Yulimen, puts on the cap, all those things that the Yulimen do, that means you're worshiping the Yulimen by himself. So in any case, in this Christmas, we should be able to demonstrate our Christian way, the way Jesus was born. That's the issue. Amen. Ni kusema ya kwamba kama sisi tuta kuzaliwa kwa Yesu, sio kwamba mpagani amekwenda kufanya uchawi tarehe 25. Sababu tarehe 25 ni siku ya Mungu, kama vile tarehe 24 nilisema. Tunaweza kuomba sababu watoto wetu tuwafundishe mila ya Kikristo.
wasiende kuvala zile mashapo za yule man, wasikwende kuvala ile manguo ya yule man na kuvala ile machafu yake. Unaona, wengine wanavala ile machafu yake. Hapana, Kikristo hatuwezi kukamata ile mila. Hapana, Mungu wewe saidia wana wako. Yesu, uko nakutana hata mkanisa unakutana kuko wenyewe wako naweka kile kia mtu kia yule maana hivi. Iko jaribu mkubwa. Ile ni kuabudu miungu. Lakini sasa kwenye tuko ni kwamba Yesu Kristo mwenyewe tunaye kumwabudu, ambaye alikuja ni nuru katika giza. Sisi tunajua ile kweli na tunamwamini yeye. Lazima ule ndio tujivike. Yesu ndio tujivike, awe ndani ya mioyo yetu. Hapana msura ya mtu. Anasema amri ya kwanza kwamba yeye ni Baba Mungu wetu, tusiwe na miungu mingine ila yeye. Tusimfananishe na mtu yeyote au na sanamu yoyote au na kitu chochote tukiabudu kwa namna ya jina yake. Hapo ni kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wake wa 7 unafika 15. Kwa hiyo unapoleta ule mtu unamweka mkanisa, au ile mti haipaswi kuingia mkanisa ile. So, as devils or as non-believers go to church and worship, it doesn't mean that we Christians should not go and worship and call noise is satanic day or is a paganist day. No. Each day was created by God, but we want you to understand the difference between what we're talking about. We are talking about the birth of Christ, and we talk about the gift that Christ brought for us, and then to them they are talking about the earthly gifts. We talk about what am I going to get me, these things which are earthly here, which was meant to do contrary to what was done to Christ. When Christ was born, they were brought gifts, yes? In the same way, these people also do the same thing. They say, okay, now we have also to give gifts. So most of the people are drawn in such a thing. And as far as Christians, we are here to celebrate and understand that our Christmas is based on the birth of Christ, not this person. Because in some churches you find even they have put Father Christmas or St. Claus in the church as it, which is an image, and the Bible says that we should not worship any other God besides our God, and we should not worship any image. So as Christian you have to understand this. Na ninataka nikueleze tu kwenye ilitokea na wakati gani baliweke ile tarehe 25. Juu usikie kwamba ile tarehe 25 haikutokea kwa wapagani. Wenyewe waliiweka, haiko wapagani. Lakini sasa ile tarehe 25 miungu ya wapagani nayo ilianza. Lakini emperor mwenyewe aliita muongozi wa Roma katika Empire Romain. Mwenyewe aliitwa Theodore. Aliitwa Theodore mwaka wa 40 yani 425 425. Hii ilikuwa after Jesus. Hapa ndipo hapa mkate 425 njoo wakati yenye waliweka ile jina ya Noel. Mwenye aliweka ni yule Emperor Theodore 425. Na hii 425 na walishafanya utafiti, wanajiuliza Yesu alizaliwa wakati gani kutoka kumwaka wa kwanza mpaka ku 425. Unaona panapita nani sekla 4. Unaona? Karibuni sekla 4 inaenda kuwa na nusu. Sasa ndio wanaanza kujiuliza yeye alizaliwa wakati gani? Alizaliwa wakati gani? Kisha huyu Emperor anakuja kuicodify, anakuja kuicodify, kuiweka ndani ya katiba ya Roma ya kwamba 11 itaanza kuabudiwa njoo siku Yesu alizaliwa. Maana ilikuwa ni kitisho kwao. Hii ilikuwa njoo siku ambayo ilikuwa adopted na Empire Romain. Lakini kwa njia ya Ukristo, hapana kwa njia ya upagani kwanza. Kisha upagani nayo ilifuata hapo. Sababu watu hawakuamini yule Yesu aliyezaliwa.
walianza kuangalia sasa jua pahali ya Yesu, na hapo ndipo tutakuja kwa neno ambalo tuliosoma jana, yenyewe iko ndani ya Luka. Yenyewe nasema juu ya jua na mwangaza, jua na giza. Jesus Christ. But also the devil, which doesn't wish to hear about Jesus Christ, they also said, okay, now this is also the time also we have our own God worship, and then they started doing their own activity, worshiping their God at the same time, like this. So we are going to talk about more about the light and the darkness in the coming day. Tukamate sasa maandiko yetu matakatifu tuweze kuona, sababu hatutajikonsantre sana na habari ya wapagani, sababu mpagani atabaki mpagani tu na wakupinga atabakia tu kupinga. Lakini jina la Christmas au Yesu Kristo kuzaliwa, Yesu alizaliwa, na kuselebrate kuzaliwa kwa Yesu haufanye dhambi, haufanye makosa. Shida tu ukitumizia vitu vya antikrist ndio celebrate navyo. Mtu ambaye unaweza tumizia, hali ambayo unaweza tumizia, Yesu alijengewa taji mahali ambapo alizaliwa, alitiliwa maua, alipambiwa na mambo yote yalionekana. Hii ambayo tunafanya wakati na uko na Forces Day, hiyo ingine unaweza fanya ambayo haina cha kufanya na antikrist na yule man, lakini kisha kuwa iko na cha kufanya na yule man, usifanye, usiende mwayo. Ni kama vile unaweza jiweka hapo satanic sign, which is horrible. Hapo unaingia Walawi sura yake 22 pia na kukataza, na nakwambia ni abomination. Kwa hiyo mangu haupashi kuivaa yake ya yule man. Lakini kama utaleta liwe yako, kama vile naliua hapa, acha nikuoneshe mwangu naliua pastor. Wacha nikuoneshe liwe yangu ninayo. Ya mzuri sana. Unaona mwangu ninaliua yangu ya mzuri sana. Kedu si? Hii yangu inafuaka tu mwangu kila wakati. Haiko ya leo tu ya Christmas. Lakini hata ukikuwa naliua yako yenyewe unaweka mnyumba, haijakuwa dhambi. Hapana. Dhambi ni kwamba utumizia kitu ambacho kiko na neno na misingi ya kishetani ndani. Kwa hiyo mtu asikudanganye mpendwa. Kuna watu ambao wanabakia ndani ya kuhukumu, na wao wataenda jehanamu sababu ya hiyo. Wanabakilia tu muti yule man nini, wanasahau jina la Yesu. Sisi haiko ile ndio tunajiconcentrate yako, tunaonesha tu kwamba ni upagani, na haiko ndio yenyewe tutaongelea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. celebrating into the world, like the other people have, they carry this Christmas decoration which are carrying this season, clouds on it, and all those decorations which are what you copy from the earthly people is what you are worshiping, and which you cannot. But you can celebrate Christmas, have like flowers I have in the house, decorate it simply like as you give. Jesus was born, you can have such decorations in as you celebrate like your normal birth at home. So that's what we can do. But if we put more emphasis in worshiping like the earthly people, or take our own time, then we are more of that, and that's where we fall short of the glory of the Lord, because we are following what the other world is doing. Biblia inatuambia sisi ambao tumeamini tumewekwa kando na dunia, afu tumekuwa katika Kristo. Haliko sisi tunaishi tena, lakini Kristo ndani yetu. Kristo wetu ndani yetu hatumfananishe tumfananishe na jambo lolote. Yes, like we are born again, we are transformed. We are not like the people in the world. We have changed, and therefore we should not do like what the
Tukamate Biblia yetu basi tusome maandiko matakatifu kidogo kabla tuendelee. Tujifunze, tuangalie namna kujifunza leo. Let us read about the Bible itself. Tuangalie Waefeso sura 4. The book of Ephesians chapter 4. Sura yake ya 4 ya kitabu cha Waefeso. The book of Ephesians chapter 4. Alafu tunaangalia 17 tunaishia 20. Tutasoma 17 tunaishia 20 pastor. The book of Ephesians chapter 4, 17 To 20. 17 to what? To 20. To 20. Biblia inasema hapa, nisome mkiswahili. 17 inasema, na kila kitu mnachofanya katika neno au katika tendo, fanyeni kwa jina la Bwana Yesu, mkishukuru Mungu Baba yenu. Wale asema wake watii waume zao, na wake watii waume wenu, watiini waume wenu kama inavyowapasa wapendeza katika Bwana. Waume mpende wake zenu, wala msiwe na uchungu. Msiwe na uchungu nao. 20 nasema, watoto mtii wazazi wenu katika maneno yote, maana neno hii linapendeza katika Bwana. Amen. 17. Verse 17 to 18. Upon 20. 17 to 18 saying, this I say therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God, and because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Amen. Sasa tukiangalia vizuri ile kitabu ambayo tumesoma, nafikiri nilisoma ambayo haikukua, nisoma Wakolosai, nipaswa kusoma Waefeso. Mimi nilisoma Wakolosai, munisamehe. Waefeso anasema hivi, eti mulikuwa gizani katika ufahamu wao, mumetengwa mbali na maisha yao, maana kwa sababu ya ujinga ulio ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, waliabudu miungu wakawa katika giza, na hao wakawa wagumu, wamejitolea ufisadi wenyewe, wamejitilia ufisadi wenyewe kwa mazoea ya kila aina ya uchafu. Amena. Hiyo ndio Waefeso sura 4 mstari wa 17 mpaka 20. Pale ndio kwenye tuko. Nikisema ya kwamba wakati unaendelea ile Waefeso sura 4:17 inasema ya kwamba hao watu walikuwa ndani ya giza, hao ambao hawakuamini Mungu. Yaani mtu kama haamini Mungu iko ndani ya giza. Tuendelee. If you read in the place where we read in the book of Ephesians, chapter 4:17, say that these people were in darkness. They were walking in darkness, were not in the way of the Lord. Na kama mtu haamini Mungu iko ndani ya giza, ile njoo. And if you believe in the Lord, you are in darkness. Sababu kuna vitu viwili, kuna giza na kuna nuru. Kama hauko ndani ya nuru, maana uko ndani ya giza. If you are not, there are two things. If you are not in the light, or if you are not in the light, then you are in darkness. If you are in darkness, you are not in the light. Sasa tuangalie kitabu kingine ambacho kinaitwa kitabu cha Waamuzi, Judges 2:10.
Waamuzi sura yake ya pili mstari wake wa 10. Tusikie kwamba wanasema namna gani Waamuzi ambao tunaenda kusoma hapo. Biblia inasema sura yake ya pili mstari wa 10 inasema hivi: kizazi kingine kikasimama nyuma yao, wasiojua Bwana wala matendo aliyotendea Israeli. Eti kizazi kingine kikasimama nyuma ya wale ambao waliomjua Bwana, ambao eti anasema kwamba kizazi kingine kikasimama nyuma ya wao wasiojua Bwana wala matendo yao yale matendo Mungu aliyofanyia Israeli. In the book of Judges, chapter 2, verse 10, Yes. he said, when all the generations had been gathered, their fathers and another generation arose after them, who did not know the Lord, nor the work which he had done for Israel. Yes. The children of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals. Yes. Kuna maneno mbili ambayo tunataka hapo. Maisha ya Israeli wakati Mungu aliwatosha ndani ya utumwa katika katika nchi ya Misri. Sasa Biblia inasema ndani ya jangwa waliotoka watu 600 kutoka Egypt kwenye Mungu aliwatoa, walikuwa watu 600,000 wanafika ndani ya jangwa. Biblia inasema wote waliishia ndani sababu hawakumjua Mungu. Kisha Mungu akaamsha kizazi kingine. Yaani kizazi kingine ni watoto wao wenyewe walizaliwa ndani ya jangwa. Watoto wao kama vile wewe unakiazaliwa watoto wako hapa Denmark. Njoo wenyewe walizaliwa ndani ya jangwa. Hawa njoo walienda mpaka ndani ya Kanaani. Watu wawili tu wao wenyewe walitoka ndani ya Misri, Yoshua na Kalebu. Wenyewe walitoka Misri, Yoshua na Kalebu tu ndio wenyewe wanaenda, na wenyewe walizaliwa wapya, the new generation. Ndio wenyewe wanaenda na sanduku la agano, wanasindikiza new generation mpaka wapi? Ndani ya Kanaani, mji wa ahadi. Lakini Biblia hapa inasema ya kwamba hii kizazi kilikuwa hakimjue Mungu, hakikuona makuu ambayo Mungu alifanyia Israeli ndani ya Misri, haikuona maajabu ambayo Mungu alifanya kwa Israeli. Yaani hawakuwa na nusu ya kufikiria kwa Mungu, juu hawakujua Mungu, hawakujua maana yake. Wazazi wao walijua maana ya Mungu lakini hawakumuogopa, walikufa. Mungu aliomalizia ndani ya jangwa. Mwambie mwaka huu ni mwaka wangu wa kusimama pamoja na Mungu. Bababu zangu walikufa hawakumjua Mungu, lakini mimi nitamtafuta kama taa sababu angali naonekana. Sema jina la Bwana libarikiwe. In the word we read, the book of Judges 2, 11, we learned two things. This was talking about the generation of the children of Israel, those who had been taken by God from Egypt to the jungle, to the wilderness where they went, and then that generation perished away. And when they reached there, this knew, they saw God what he did for them. He did miracles, he did wonders, but in the course of time, they disobeyed God and then they perished. And it was only Joshua and Caleb among that generation who was able to make it into the promised land. But when they reached the generation that came after, their children, they had known the information of what God had done for them, the miracles, the wonders, the manna they ate in the wilderness, how he rescued them, how he made them to wear sandals which never wore in their feet, how they were provided with baked food from heaven. And this was a generation who didn't know anything, and then they never had even time to look at God, what he was to do to them. It's just like when you have come here, the children are born in Canada, USA, Denmark, they don't know anything about your village in Kivu. They don't know anything from your village in Uganda. They don't know what history is there, what people did there. And if you tell them that, you know, my father struggled with
They have never heard about it. They have never heard about it. means the people that saw the greatness of God, the hand of God, people that God delivered from captivity, people that those saw the 10 plagues, the coronaviruses, the plagues. I'm calling them coronaviruses, like this we are seeing here. People who saw it. When God delivered them, 6,000 people, 600,000 people from Egypt, Israelites, reaching into the wilderness. All of them, because of their wickedness, Pastor, they died there. Only 2, Joshua and Caleb. But their descendants, their children that they gave birth to. This is what you were explaining. That children were giving birth to here. If you don't know God, if you have been taken in the culture of working every day, you have no time with God, you have no time to pray, your children will never know. This is what Pastor is saying. The children will never know God. If you become busy in everything, you don't pray in your own home, you don't go to church. This is why the churches, they are closing within our land, Denmark. So they will never know God. So those people who saw the hand of God, this is what Judges is telling us, the book we have read here, what we are reading in Judges, that those who saw it, they did not obey. Afterward they died. That the new generation, Joshua and Caleb, led them to the land of promise, where now they are again going to settle. But these people, they can't understand God. They have never known about Him. They don't know His goodness. How will they worship Him? Watoto wako wataabudu Mungu namna gani kama hawamjue wewe kanisani? Hauendake kanisa kuabudu. How your children, your descendants know God? Tell me, watajua namna gani kwamba wewe unajua Mungu? How will they know? They can know only if they have seen. They can know only if they have heard. They can know only if they have been into it. But they don't know it. And this is why many of the churches you will find children, they have their churches where they go. And grown up, they have their churches where they go. How will children learn the culture of Christianity? How the conduct of the service goes on? If they can't even join once a while the services in church, the main service, how will they know it? How will they know that they preach? And now if they don't come now to church, it's very horrible, Pastor. It is very horrible. And this is how these people, they grew up into the wilderness. Now they are going in the promises that they did not work for. That they were not promised of. They did not see God, the hand of God about. They don't know what is happening. But now found themselves in the abundance. This is what the people who are being born in Europe, they are on now. That's why God has been left aside. Hallelujah. Say, that shall not be my portion. That shall not be my portion. Hallelujah. Say again, that shall not be my portion. That shall not be my portion. My Bible says in Hebrew, in Ephesians chapter 4:17, where we read, my Bible says this, that those people, they have been into darkness. Those people, they have been into darkness. Biblia inasema kwamba wale watu walikuwa ndani ya giza. Na lile giza hawakuona nuru. Lakini sasa Mungu akasikia huruma wake, akatuma mwana wake wa pekee Yesu Kristo, jina la Bwana libarikiwe, ili Yesu aje akufe tena sababu ya watu, alete nuru katika giza. Likababo sandra bayakata. Yesu kwa Mungu Bwana. Yes, Pastor was trying to talk about what happened to the children of Israel when they forsook God, because it's just, let us take it as a simple example. Where today we have a generation where you look, for example, in Denmark, where living, there are many churches. These people, their forefathers, knew what God was. It's equally the same way children of Israel, they knew their God, but when they reached in wilderness, somewhere, they turned away from God and they all perished. And then Caleb